nchini Tanzania, taifa la Afrika Mashariki. Huu ni mwaka wake wa uchaguzi, utakuwa ni uchaguzi wa 7 wa vyama vingi tangu iliporudi kwenye mfumo huo tangu mwaka 1992. Na kama ilivyo katika mwaka wa uchaguzi, ni mwaka wa visa na mikasa, mwaka wa kujipanga upya, na mengi yanajiri ndani yake, ikiwemo hali ya mtafaruku wa kisiasa ndani ya vyama, pamoja pia baina ya vyama vya upinzani na serikali inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kimekuwa madarakani kwa takribani miongo 6, ukijumlisha na miaka ya watangulizi wake 5 kwa upande wa Tanganyika, hasa Tanzania bara, na SP kwa upande wa Zanzibar. Tunazungumza leo kuhusu mustakabali wa kisiasa ndani ya taifa hilo la Afrika Mashariki kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Tumewaalika hapa kwa njia ya simu wachambuzi wetu. Wapo Mwakatobe akiwa Shinyanga, tunaye pia Nicodemus Minde, yeye anatokea taasisi ya masuala ya usalama Nairobi nchini Kenya, na pia Luqman Maloto ambaye kawaida ni mkazi wa Dar es Salaam, jiji la kibiashara kiuchumi la Tanzania, lakini kwa sasa tunampata akiwa kazini kisiwani Pemba, upande mwingine wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni sana bwana, karibuni kwenye maoni mbele ya meza duara. Asante sana. Asante sana. Kwa sababu ya dharura pia tunaomba tuanze na Nicodemus Minde. Umeshiriki katika mjadala mingi, umefanya utafiti sana kuhusu siasa Tanzania. Miongoni mwa yanayojiri ni kona ambao anaunganisha nchi ambao wanaishi na kufanya kazi hizi, Kenya na Tanzania, ni huu mkasa wa karibuni kabisa wa ulionekana kama mtafaruku wa kidiplomasia baina ya Tanzania na Kenya, panapohusika wanaharakati na wanasheria ambao waliingia Tanzania kwa ajili ya kusikiliza kesi ya Tundu Lissu ambaye ameshtakiwa miongoni mingine kwa makosa ya uhaini. Vipi tunapozungumza hivi sasa swala hili linakwenda? Kwanza kabla ya yote, nadhani tunaona kwamba swali hili limeleta mtanziko katika masuala mazima ya diplomasia nchi mbili, lakini tumeona taarifa ambazo tunazipata na kauli ambayo ilitolewa na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi. Tunaona kwamba kuna kama kuto kutetea sana wale wanaharakati wa Kenya, akisema kwamba Tanzania kwa kiasi kikubwa walikuwa na haki ya kuwakamata na kuwafurusha kutoka nchi ya Kenya. Kwa hiyo kwa tathmini yangu naona labda bado ni mapema, lakini kuna uwezekano kwamba nchi hizi mbili zimekuwa zikifanya kazi kwa pamoja, hasa kwenye hili swala la kutokana na hawa wanaharakati kukamatwa. Kwa kuna tathmini yangu ni kwamba kuna uwezekano wa coordination ya hali fulani wa hizi nchi mbili, kwamba tunaona kwamba hakuja kuwa na kauli nzito za kukemea. Licha leo asubuhi tumeona kwamba kumetolewa taarifa kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya kutoa taarifa kwa kukamatwa kwa mwanaharakati Boniface Mwangi. Lakini tathmini yangu naona kwamba ijapo ni mapema, lakini kuna uwezekano mkubwa kwamba nchi hizi mbili zimekuwa zikizungumza na zikicoordinate. Naam, kwa maana zikishirikiana. Manake ukisikiliza kauli ya Martha Karua, mwanasheria ambaye pia aliwahi kuwa waziri wa sheria wa Kenya na miongoni mwa watu ambao walirejeshwa kutoka Tanzania kwa muktadha huo wa kwenda kusikiliza kesi ambayo inamhusu kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Martha Karua anasema, na hapa ningetaka maoni yako, kwamba inaonekana kwamba watawala wa mataifa ya Afrika Mashariki wenyewe kwa wenyewe wanashirikiana dhidi ya wanaharakati na wapinzani. Kwa hivyo ni wakati wa wanaharakati nao pia na wapinzani wa mataifa hayo kujua kwamba wanapaswa kupigana vita vya pamoja. Kauli yao kuhusu hili nasemaje? Nadhani ukiangalia kauli hiyo kuna ukweli ndani yake, kwamba ikumbukwe kwamba kiongozi wa upinzani wa Uganda Kizza Besigye alitekwa ama alikamatwa akiwa nchini Kenya na kufurushwa na kupelekwa nchini kwake ili kupata kushtakiwa kwa madai hayo ya uhaini. Na tunaona kwamba Januari mwaka huu tuliona kwamba kuna kisa cha kutekwa kwa mwanaharakati wa Tanzania Maria Sarungi, ambaye kwa maelezo yake mwenyewe alisema kwamba kuna uwezekano mkubwa kuwa kuna wahusika kutoka Tanzania. Kwa ukiangalia
kwa isibati hizi mbili nilizozungumza kupatia, kuna uwezekano mkubwa kwamba kauli ya Martha Karua kwamba nchi hizi za Afrika Mashariki zinashirikiana katika kugandamiza ama kutaka kuwatuliza wanaharakati. Ndio maana wao wenyewe wanasema wanataka kufanya ushirikiano wa karibu baina ya wanaharakati wa hizi nchi za Afrika Mashariki ili kupinga ile dhulma na kukandamizwa kwa demokrasia katika nchi za Afrika Mashariki. Na unapoiangalia hali ya siasa Tanzania kuelekea uchaguzi hivi sasa, kiongozi mkuu wa upinzani kwa upande wa Tanzania bara ndio anapambania saa hizi uhuru wake akiwa ndani. Ameshtakiwa kwa kosa, miongoni mwao kosa la uhaini, kosa ambalo adhabu yake ikithibitika miongoni mwao ni adhabu ya kifo. Chama chake Chadema ambacho kilikuwa chama kikubwa cha upinzani au tuseme mpaka leo kina katika mapande hivi sasa. Yote haya anasemaje kuhusu Tanzania kuelekea uchaguzi 2025? Tathmini ambayo sio tu ya kwangu ama tathmini ya tafiti nyingi ambazo mashirika makubwa ambayo yanafanya tafiti na mienendo ya demokrasia. Kwa mfano naweza kupatia shirika moja linaitwa Freedom House ambao wanafanya tathmini ya mienendo ya demokrasia na wanatoa taarifa. Ukiangalia ndani ya miaka 3-4 Tanzania ambayo kwa maelekezo ilikuwa ni nchi ambayo wanaita partly free, yani ni nchi kwa kiasi kikubwa ilikuwa iko katikati, kwamba sio huru wala sio haijaingia katika ile mabavu ya kidikteta. Lakini sasa hivi ukiangalia takwimu ama hizi taarifa zinaonyesha kwamba Tanzania imeingia katika kategori ya kwamba sio huru, yani not free. Na maelezo ambayo yametolewa ni kwamba kuna masuala kwa mfano ya mdororo wa demokrasia, haki za kibinadamu pamoja na mambo mengine yanayohusu demokrasia, taasisi kuwa huru pamoja na mambo mengine, kuteswa na kupotezwa kwa watu. Kwa hiyo tunaona kwa kiasi kikubwa sio tu taarifa tunazozipata nchini, bali tunaona tafiti nyingi, na hata hapa Afrika kuna tafiti kwa mfano ya Afrobarometer pia inaonyesha tathmini hiyo. Kwa hiyo kiasi kikubwa tunaona ni kweli Tanzania kati ya miaka 2, 3, 4 iliyopita kumekuwa na kama kushuka kwa ile hali ya demokrasia ambayo tunaona ikidhihirika wazi katika takwimu ambazo zinatolewa na mashirika makubwa ambayo yanatathmini masuala mazima ya demokrasia. Naam, asante sana ndugu yangu Nicodemus Minde. Ukiendelea kubakia tutakuwa tena baadaye kidogo. Kwa sasa nielekee kwako Lukman Maloto ukiwa kisiwani Pemba. Lukman, ipi tathmini yako? Upinzani ambao ulionekana kuimarika miaka ya nyuma kabla ya mwaka 2020 unaonekana sasa kuelekea 2025 unapasuka. Je, hali ambayo inaikumba Chadema hivi sasa ni mfano wa hali ambayo ilikumbishwa chama cha wananchi CUF ambacho kuelekea 2020 kilisambaratishwa? Nafikiri kuna tofauti ambayo ni kubwa tu kutoka kafu ilivyokuwa na Chadema ambavyo ipo sasa. Tofauti iliyopo, kwanza, kafu ilivyosambaratika maana yake ilipoteza nguvu na uhalali kwa wananchi. Kwa hiyo na viongozi ambao walihama kutoka kafu walipokwenda ACT Wazalendo, wakaifanya ACT Wazalendo kuchukua nafasi ile ambayo walikuwa nayo kafu. Kinachotokea sasa hivi ni kwamba Chauma ambao wanapata watu wapya kutoka Chadema, kichama kinakuwa kinapata tu nafasi ya kutajwa, lakini hakijawa na mizizi kwa wananchi. Kwa hiyo mpaka sasa bado kwa tathmini yangu ni kwamba Chadema ina uwezo wa kuendelea kubaki kuwa chama chenye nguvu, hasa kama kitajitokeza na kushiriki uchaguzi mkuu 2025. Sasa kisiposhiriki uchaguzi, hiyo itakuwa ni kesi tofauti. Sasa unajua mgogoro wote huu tunazungumza kwamba ni no reforms, no election, lakini mgogoro wa Chadema unaanzia kwenye uchaguzi wao ambao ulifanyika Januari 21, 2025. Hata hao ambao wanaondoka wanakwenda Chauma kwa asilimia kubwa ni watu ambao walikuwa wanasimama na aliyekuwa mwenyekiti Freeman Mbowe.
Kwa hiyo hata ni wachache sana, mimi nimewashuhudia wachache, nafikiri wanahesabika kama hawafiki hata 3 ambao walikuwa wanamsapoti mwenyekiti aliyopo Tundu Lissu, lakini wamehama kwa sababu wameona kwamba chama chao kimeondolewa sifa ya kugombea baada ya kutosaini fomu za maadili. Kwa tatizo la kafu walikuwa wanafahamika migogoro yao ni mambo ya ndani zaidi. Kwa mfano Lipumba alijaribu kusimamia kuunga mkono Edward Lowassa kuwa mgombea wa Ukawa, umoja ambao kafu ilikuwa ni sehemu yake. Wakati huu mgogoro wa Chadema ni kwamba hawa timu ya ambao wameenda Chauma, wao walikuwa wanataka fursa ya kugombea, na wakawa wanaona kwamba no reforms no election itakifanya chama chao kipotee, na hakukuwa na mikakati ya kuzuia uchaguzi. Na hapa ndipo ambapo kunafikiri kuna ukweli. Binafsi tulikuwa nikizungumza tangu mwanzo ni kwamba no reforms no election inawezekana ilikuwa ni agenda nzuri, lakini haikuchakatwa sawa kwa namna ambavyo ingetekelezwa, kwa sababu chama kilikubaliana kwenda na azimio la namna hiyo la kwamba bila mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi, lakini wakashindwa kuwa na kutatua kitendawili kwamba mabadiliko yasipokuwepo watazuiaje uchaguzi. Kwa hiyo utaona kwamba kulikuwa kuna shida ya namna ambavyo Chadema wangeweza kuzuia uchaguzi. Wakati huo chama kikaanza kuingia kwenye changamoto ya kifedha. Wamejitahidi kuanzisha mpaka program ambayo inaitwa Tone Tone ili waweze kupata fedha kwenda kwa wananchi, waweze kuhamasisha au kupeleka ujumbe kwa sehemu pana zaidi kuhusu ajenda yao ya no reforms no election, lakini fedha zimekwama. Sasa wakiwa katika mazingira hayo mwenyekiti wao akawekwa mahabusu na mpaka sasa hivi yuko mahabusu. Sasa hawa watu ambao wamehama Chauma kiuhalisia, pamoja na kwamba mimi wamehamia Chauma, wamehamia chama cha ukombozi wa umma Chauma. Ambao wamehamia Chauma kwa namna ambavyo ukiwaangalia hoja yao ilikuwa ni sahihi kweli, kwamba Chadema no reforms no election ilikuwa ni hoja ya kujinadi zaidi kuliko kimkakati. Hawakuwa na uwezo wala mkakati wa kuzuia uchaguzi, na hata resources hawakuwa nazo, hawakuwa na rasilimali. Lakini kwa namna ambavyo sasa wao wameamua kuhama Chadema, wanapoteza ushawishi kabisa kwa wananchi. Unakusudia kusema kwa ufupi ni kwamba viongozi na wanachama ambao wametoka katika chama cha Chadema hawana ule ushawishi wa viongozi ambao walitoka kwenye chama cha CUF na wakajiunga na ACT Wazalendo. Kwa hivyo hawawezi kuchukua umma mkubwa ambao, yani CUF walini ACT Wazalendo kwa na msemo shusha tanga pandisha tanga. Kwa hivyo wao hawawezi kushusha tanga kupandisha tanga, maana hawana nguvu hizo. Ndio hoja yako hiyo. Nguvu hiyo hawana. Nguvu, yes, upande mmoja umenisaidia kuweka sawa kwamba wale viongozi ambao wametoka Chadema kwenda Chauma bado hawajawa na ushawishi. Ukiangalia ni mmoja tu ambaye amewahi kuwa mbunge, ambaye ni Catherine Ruge, mbunge wa jimbo, lakini pia labda Devota Minji amekuwa ni mbunge wa viti maalum. Wengine wote kina John Mrema, kina Salum Mwalimu, kina Kigaila wameshafanya majaribio kadhaa ya kugombea ubunge bila mafanikio. Kwa hiyo hawana mtaji wa watu ambao wanaweza kuondoka nao kwenda nao Chauma na kusema kwamba Chauma sasa kitakuwa ni chama chenye mizizi kwa wananchi. Lakini kitu cha pili ambacho kipo wazi ni kwamba wangeweza kupata ushawishi kama wangeendelea kujenga hoja ndani ya chama na wananchi wao na wanachama wao wakaendelea kuwaamini kwamba kweli hawa wana hoja ya msingi, au ikafikia mahali pengine wangefukuzwa wao kwamba sasa sisi tunasimamia no reforms no election, alafu ninyi mnatulazimisha twende kwenye uchaguzi, tunawafukuza. Ingewezekana katika mazingira hayo hawa viongozi waliokwenda Chauma wangeweza kupata wangeweza kupata uungwaji mkono na wanachama wengi zaidi. Ingawa wako baadhi walofukuzwa au vipi? Au hakuna walofukuzwa?
hakuna kimsingi kwa waliofukuzwa, hakuna aliyefukuzwa mpaka sasa hivi. Kwa sababu kuna mmoja, kuna wawili tu waliondolewa uongozi, ambayo tunamzungumzia Julius Mwita na Catherine Ruge. Wao waliondolewa kwenye nafasi za uongozi, lakini sio kama wamefukuzwa wanachama. Na story labda John Mrema kusema amefukuzwa wanachama, ile ilikuwa yeye mwenyewe alishatoka kaelezea kwamba tawi ambalo lilimfukuza wanachama sio tawi lake. Kwa hiyo ni kimsingi hao wote walikuwa bado ni wanachama wa Chadema na wameondoka katika mazingira ambayo yanaacha maswali mengi. Sasa na mambo mawili sasa hapo, ndugu yangu Mohamed. Unaondoka kwenda Chauma, ghafla tunaanza kusikia kwamba chama cha Chauma kina ukwasi mkubwa. Wanaondoka Chadema kwenye ukata, wanahamia Chauma, chama ambacho kinajulikana na chenyewe kilikuwa napitia kipindi kigumu kifedha. Ghafla tunaanza kusikia kwamba hiki chama cha Chauma na chenyewe kimekuwa na ukwasi. Sasa hiyo ni swala la kwanza. Lakini kitu cha pili ni kwamba mnasema mnaondoka Chadema kwa sababu hamsikilizi mawazo yenu, mnaburuzwa. Wakati huo ambaye mnamtuhumu kwamba hawasikilizi na anawaburuza yuko mahabusu. Kwa hiyo mnawezaje kukimbia chama ambacho mtu ambaye mnasema ni kikwazo kwenu yuko mahabusu? Manake kumbe hata waliopo hamwezi kuwashawishi kwa hoja ili muweze kufanya mambo yenu, isipokuwa mnakimbia. Yaani ni sasa na kukimbia kivuli. Mimi nilikuwa natazama kwa mtazamo huo, ndugu yangu Mohamed. Naam, asante kwa uchambuzi wako ndugu yangu Luqman Maloto. Bila shaka nawe pia tutarudi kwako tena. Nije kwako Gwapo Mwakatobe. Kawaida mwaka uchaguzi ni mwaka wa mikiki na mambo kama haya. Lakini je, huoni kakaangu Gwapo Mwakatobe kwamba mikiki ya mara hii imekuwa ni mingi zaidi? Yaani hayawezi kuporomoa mwenendo wa kisiasa wa nchi. Asante sana ndugu yangu na mwenyekiti wetu Mohamed. Lakini pia kumpongeza Minde pamoja na Maloto kwa uchambuzi wao mzuri ambayo yanaendelea hapa nchini. Ninasikitika sana kwamba kila tunapofikia mwaka wa uchaguzi tunakuwa na maumivu kama unayoyasema. Lakini niseme kwamba ya sasa hivi yana utofauti kidogo, kwa sababu sio maumivu. Mimi nafikiri afadhali tumekuwa tunaumia kuliko kupata msiba. Sababu msiba, wataalamu wa dawa mbalimbali wanasema dawa zote huwa zinaweza zikatibu magonjwa mbalimbali, katibu yote yanatibika, kasoro tu ugonjwa unaitwa kifo, msiba. Mimi naita huu ni msiba. Msiba kwa sababu moja la kwanza, ndoto nyingi tulizokuwa tunaota kwamba tunaweza zitimiza mwaka wa uchaguzi 2025 ikiwemo katiba. Hayo mabadiliko yamezikwa, ni msiba, yamezikwa kabisa. Kwa sababu hata rais aliyeko madarakani alipoahidi mambo mazuri kweli kweli, akasema ataleta mabadiliko makubwa, akaja na falsafa yake ya kuileta nchi pamoja na yoita foara. Lakini pia aliahidi mpaka aliweza kuingia kwenye mikutano ya Chadema. Tulifurahi kweli kweli, anaweza kuhudhuria mikutano yake na akaahidi kuleta mabadiliko ya katiba. Ghafla binivu hayo mabadiliko ya kafa kwa msiba mkubwa, tukazikwa, tukaambia kwamba hatujui katiba, inabidi tuelimishwe. Mimi nilisikitika sana kwa sababu mmoja wapo ya watu ambao walihusika hata kwenye mabadiliko makubwa ya awali ya katiba alikuwa ni rais yule aliyepo madarakani, akiwa ni mwenyekiti na kama mwenyekiti wa mabadiliko makubwa ya katiba. Kwa hiyo amezikwa, tuna msiba wa kuzikwa ndoto zetu na matarajio yetu ya mabadiliko ya katiba. Lakini pia mimi naona sasa hivi mdomoni tuna msiba wa kuzikwa kama ambacho kilikuwa kinaleta ushindani. Natumia neno ushindani kuliko upinzani, kwa sababu upinzani inaonekana ni haki kwetu sisi. Upinzani ni kama kupigana, mnapigana. Ushindani kwa sababu tunashindanisha hoja zetu, wananchi ndio wanaamua hoja zetu. Kwa hiyo kuna misiba miwili, ndugu mwenyekiti: msiba wa kuzikwa ndoto za mabadiliko ya katiba na msiba wa chama cha demokrasia na maendeleo. Mimi nilisema kwa awali, nikasema
uchaguzi ulipofanyika wakati wanashindana Tundu Lissu na Mbowe, hawa walikuwa ni miamba wawili au mafahari wawili waliokuwa zizi moja, wana nguvu sawa. Hata kuna walizopata Kiswahili chetu cha mitaani huku tunasema pasu kwa pasu, yani vitu kwa nusu kwa nusu, tofauti ndogo tu. Waja hata mtu kimzidi kula moja hapo umeshinda, lakini tulitarajia kwamba kwa sababu wameingia ni watu ambao wana mgawanyiko, baada tu ya uchaguzi wangeletwa pamoja, wangeweza kutibu magonjwa waliokuwa nayo, ushindani waliokuwa nayo. Huenda Chadema isingepasuka kama zilivyopasuka kura. Imepasuka, amesema ukweli. Sasa Chadema imekufa kama ambavyo vyama vingine ushiriki wao ulikufa. Na watu wengine wanapoondoka, wale wanaondoka, waliokuwa Chadema wanapoenda mjini, nusu wamefuka. Lakini mbaya zaidi, mwenyekiti, kama mimi ningekuwa na karibu na kina Mrema, ningekuwa karibu na Mnyika na wengine, ningewaambia jamani, kusema kweli, si vema kwanza kushindana kama alivyosema Maroto hapa. Wakati kiongozi ambaye anakuongoza kwenye mapambano yuko mahabusu, si vema hata ndani ya familia, kama baba amefungwa huko, alafu huko watoto wanagawana bali hajafa yote kifungoni, lakini watoto tayari wameanza kugawana urithi. Huyu anakuwa nyumba hii, anaondoka vyombo, hiyo anaondoka na vyombo, hivyo vinavyotoka Chadema. Lakini pia tuko kwenye uchaguzi ambao kusema ukweli, kama Chadema ingeshiriki ingeweza kufika mahali pazuri. Sasa hapo ndio tunakuja kwenye udhaifu wa upinzani kweli. No reforms, no election ingekuwa na maana ya kususia, tungeona kwamba ina mantiki. Lakini wanaposema unazuia uchaguzi, unazuiaje uchaguzi uliopo kisheria? Sababu hata kama sheria ni mbovu, ni lazima zibadilike. Ndipo ambapo unaweza ukaleta mabadiliko mazuri. Lakini zilipobadilika, hata hizo mbovu zinakuwa halali. Kama tatizo tulionayo hapa kwamba tuna sheria kweli nyingi mbovu, lakini zipo kisheria, kwa hiyo ni halali. Uchaguzi utafanyika, na hata tunaposusia bahati mbaya, wengine wanakula kama pesa kikula, wengine wanakula, inaonyesha kwamba tayari ni demokrasia. Tumefika katika mazingira ambayo ni kama chama kimejimaliza mwenyewe. Wamepigana kweli kweli ndani ya Chadema, wanataka kuzuia uchaguzi wa nchi nzima, wazuie ambao hawawezi kisheria, hawawezi kuzuia, hivyo wanaweza kususia, lakini wamesema watazuia. Lakini pia kama nilivyosema, ni kama vile pia Tundu Lissu ameonea huruma sana mtu ambaye ni mgonjwa, yuko hospitalini tayari, huko watoto wanagawana fito, nyumba wanaivunja, kila mtu anaenda upande wake. Kwa hiyo uchaguzi utakaoshiriki mwaka huu utakuwa uchaguzi ambao una maumivu makali kweli kweli, kwa sababu ya misiba niliyosema. Hata hivyo, ndio mwenyekiti, kwa nini nimesema mabadiliko? Nimesema mabadiliko kwa sababu tangu tuanze vyama vingi, kusema kweli, siasa za vyama vingi 1992 hatujawahi kuwa na mfumo wa vyama vingi. Tunavyo vyama vingi ndani ya mfumo wa chama kimoja. Mimi nawauliza mara nyingi, wapi katiba tunayotumia ilitungwa lini? Anasema 1977 ndio tulio nayo. Ndio ilitungwa na chama gani? CCM ndio walitunga katiba. Hiyo katiba imeondolewa, anasema bado ipo. Kuna mfumo wa chama kimoja ambako ndani kuna vyama vingi. Ipaswa kuwa na vyama vingi ndani ya mfumo wa vyama vingi. Kuna vyama vingi ndani ya mfumo wa chama kimoja, mwenyekiti. Kwa hili, baada ya kuondoa hayo mabadiliko, tumeondoa swala la msingi kweli ambalo lingeweza kuleta ushindani kwenye urari, ushindani ulio sawa, uwanja ulio sawa. Sasa hivi sisi tuna rais ambaye anadhibiti bunge, anadhibiti mahakama. Watu wanasema tuna mihimili mitatu ya dola. Sio kweli. Tunao mhimili mmoja tu, serikali. Ndani yake kuna chama mmoja tu. Asome katibu, naambia kwamba rais na serikali ni sehemu ya bunge, na bunge nayo mamlaka ya kulivunja hilo bunge. Sasa huko tutasema ana mamlaka, ndiye anayeweza hata kuchagua wanasheria,
majaji akawaweka yeye kutoka mfukoni mwake waongoze mahakama. Lakini tunayo katiba ambayo uchaguzi ukishafanyika, hata rais angefanya rafu za kupicha namna gani, hawezi kwa mshtaki mahakamani. Katiba yenyewe inasema ni marufuku mshtaki rais. Hakuna chombo chochote kinachoweza kutoa haki endapo rais anafanya jambo lolote ambalo halifai, kwa sababu hata mahakama imekataa, zimepigwa marufuku kuhoji chochote anachoitwa rais. Kwa hiyo tuna rais ambaye ni mfalme. Tungefanya mabadiliko angalau ingeweza kupata usawa. Kwa hiyo tunaingia kwenye uchaguzi si tu kama chaguzi zilizopita zenye rafu. Kwa sasa hivi kwa kweli unatisha mwenyekiti. Naam, asante sana. Mwanzo umetumia kwamba kwa hakika sio tu kwamba mara hii mnaingia kwenye uchaguzi nchi ikiwa na maumivu, lakini nchi ina msiba. Na hili swali nitapenda kuelekeza kwako Lukman Maloto. Hivi ni kwamba Rais Samia amefeli kwenye azma yake aliyoanza nayo ya maridhiano, kujenga upya, kuaminiana, kufanya marekebisho au mabadiliko ya mfumo, kinyume na ambavyo ilikuwa wakati wa mtangulizi wake, au ni upinzani ndio ambao ulikwenda mbali sana kwenye matarajio kwake kuliko uhalisia ulivyo? Mimi nafikiri hapo ni unaweza kuchukua lawama ukapeleka kila upande. Lakini nadhani tungeanza zaidi na uchaguzi wa Chadema. Uchaguzi wa Chadema ni juzi tu, ni mwaka huu 2025 Januari, lakini kuanza kuporomoka kwa hali ya nchi, kuanza kuporomoka kwa matukio haya ya watu kupotea, kupigwa, kunini, kumeanza kabla ya hapo, kama vuko amenukuu. Mimi nataka nizungumzie kuhusiana na Rais Samia. Tumezungumza kwamba inawezekana amefeli kwenye zile 4R4 ambazo yeye alizitambulisha mwenyewe. Ni kwamba ukitazama hata namna ambavyo aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema alivyokuwa akishughulikiwa, ni kwamba aliambiwa amelamba asali. Kwa hiyo ukifuatilia ndani pia kati ya timu Lissu na timu Mbowe, watakwambia kuna kitu kuna timu ya watu wanataka siasa za nginja na wengine walikuwa wanaitwa walamba asali. Wale ambao wana siasa za nginja wanaamini kwamba wenzao ni watu laini, hawajui kufanya siasa. Watu ambao laini wanazungumza ni wale ambao walikuwa wanataka maridhiano. Kwa hiyo Mbowe alikuwa anaongoza watu ambao anaongoza chama kilaini, wanataka kufanya siasa za maridhiano, siasa ambazo mwisho wa siku walikuwa wanaambiwa wamelamba asali. Kwa sasa kuna siasa za nginja ambazo ndio siasa za Tundu Lissu, siasa za mapambano, siasa za makabiliano. Kwa hiyo katika hali ya kawaida, mtu ambaye ameleta 4R anataka mfanye maridhiano na mstahimiliane na mshirikiane kufanya mageuzi na mjenge upya mifumo ya kidemokrasia kwenye nchi. Huyu mtu ukiona unataka kumkabili kwa siasa za nginja, maana yake wewe utakuwa umeshajitoa kwake, atakuwa hawezi kushirikiana na wewe, kwa sababu yeye alisema anataka maridhiano, wewe umesema unataka nginja. Kama kuridhiana ni kulamba asali, basi kwenye mazingira ambayo kwa mazingira yote yale, huyu mtu lazima atakaa pembeni, kwa sababu ni Rais Samia huyu ambaye ndiye alifungulia mifumo ya kidemokrasia ambayo ilikuwa imefungwa na mtangulizi wake. Mikutano ikafanyika. Tunakumbuka kwamba katika historia ya Tanzania tumewahi kushuhudia maandamano ya Chadema yakisindikizwa na polisi. Kulikuwa tumefika kwenye level ya juu kabisa ya demokrasia kwenye nchi ya Tanzania, na maandamano yaliendelea kwenye mikoa kadhaa, haikuishia tu Dar es Salaam, fanyika Dar es Salaam, Mbeya, Arusha na kadhalika. Kwa hiyo ndugu yangu, ukiangalia haya mambo ni kwamba kuna shida pia ya namna ambavyo unapokuwa umeambiwa tufanye maridhiano, wewe unapokeaje? Kwa hiyo huyu Rais Samia ambaye mwaka 2023 ilikuwa kila sehemu watu walikuwa wanamuimba kwa namna ambavyo walivyoweza kufungulia demokrasia kwenye nchi, lakini ni huyu ambaye baadaye
ilipokuja swala la mkataba wa bandari kati ya Tanzania na DP World, wakamwambia yeye ni Mzanzibari ambaye ameuza mali za Watanganyika. Umeona, ikafika bahali tena baadaye akasema tukae chini basi tuzungumze na watu ambao ni wapinzani, watu ambao wanaipinga serikali, basi waitwe angalau kwenye tume ya mipango. Kuna mtu mmoja, of course nimtaje tu, ni Tundu Lissu, akasema anataka kufanya makutano ya kujenga, ambayo alitoa hilo tamko la kwamba tushirikiane na upinzani. Ana akili za matope. Kwa hiyo kuna namna pia kuna namna hizo 4R ambazo Rais Samia alizileta, wapinzani pia walikuwa wanaziletea madeko, kwamba tumetoka kwenye kipindi ambacho kila mtu alikuwa anakijua kilikuwa ni kipindi kibaya sana, kipindi ambacho nchi ilikuwa inaongozwa na Rais John Pombe Magufuli. Amruhusiwi kufanya siasa. Vyama vimekaa kimya kwa zaidi ya miaka 7. Tumeshuhudia matukio haya ambao umejaribu kuyagusia yalikuwa yakitokea na hakuna hata namna ya kuyahoji. Lakini anakuja rais anasema jamani, tukae chini tu tunazungumza, turidhiane. Tunasema kwamba huyu sasa tunataka siasa za nginja, kwa sababu hataki siasa laini wenyewe kwa namna yote. Lakini wenyewe watakwambia kwamba walimpa muda kuweza kuthibitisha kwamba anadhamiria kweli ya kusimamisha hizo R4 mabadiliko na mengineyo, kustahamiliana na kujenga upya na kuaminiana kadha wa kadha, lakini wakathibitisha kwamba hana nia hiyo, kwa sababu mwishowe hata hajafika mwishowe akatangaza kwamba hakuna haja ya kuwa na katiba mpya, na yote ambao walikutaka yafanyike, mabadiliko ya tume ya uchaguzi, mfumo wa uchaguzi, ikawa ni yale yamerejea kwa mlango wa nyuma tu, kwa mujibu wa kauli yao. Watakwambia kwamba hapana, si kwamba hatukumpa muda, tulimpa muda lakini alitusaliti. Lakini wakati unamsema kama aliwasaliti, ninyi mmetenda yapi? Kwa sababu nimekutolea mifano vitu ambavyo vilitokea kabla hayo mabadiliko ambayo tunayazungumza. Kwa sababu wakati mwingine mimi naamini kwamba mabadiliko ni mchakato, kwamba kama anaweza akafanya kidogo leo, tukiendelea kukaa chini na kusisitiziana na kuzungumza, basi inawezekana akafanya kikubwa, akaongeza kingine tena. Lakini tukiwa hatuwezi ku appreciate hata kidogo, sisi tukawa tunashinikiza na lugha ambazo tunazitumia kushinikiza sio sawa, matokeo yake pia huwa sio mazuri. Kwa mimi ndugu yangu, nachokiangalia hapa ni kwamba ni kweli kuna changamoto kila sehemu. Mimi naamini kwamba kuna changamoto upande wa upinzani, kwa sababu hata wao pia dhamira ya mabadiliko ya kweli hawana. Wao wanatazama tu zaidi kwenye uchaguzi. Mimi naamini kwamba wakati Rais Samia alipokuwa ameteua kile kikosi kazi ambacho kilikuja na mabadiliko mengi na mapendekezo mengi, ukisoma mapendekezo ambayo alikuwa ametolewa na kikosi kazi, yote alikuwa anamaanisha mabadiliko ya katiba. Kwa hiyo swala la mabadiliko ya katiba ni swala ambalo haliepukiki, ilikuwa ni swala lazima. Sasa ni kwamba je, ni wakati gani tunatakiwa tushinikize kupata hii katiba? Asante. Kama unanielewa ndugu yangu. Naam, asante sana. Nimekuelewa ndugu yangu Luqman Maloto. Kwa hivyo ufikiri kwamba Rais Samia ameshindwa au ameacha njiani mchakato ambao alikuwa ameanza na mwanzo wa maridhiano, wa ujenzi mpya, wa marekebisho, wa uvumilivu? Ufikiri kwamba ameachana nao hii? Mimi nikiwa kwa mawazo yangu kabisa, nikimwangalia na kwa ukimya wake ambao amekuwa nao kwa muda mrefu sasa, mimi ninahisi kwamba Rais Samia ameona kwamba ngoja tuone tutafika wapi, kwa sababu aliyokuwa anayataka baadaye yote ambayo alikuwa anayataka hajatekelezeka. Umeona, kwa upande wa pili walikuwa hawa appreciate zile jitihada ambazo Rais Samia alikuwa anataka kuzionyesha. Kwa kuna changamoto hizo. Na ndio maana unawezaje kuendelea kusisitiza maridhiano ikiwa watu ambao unakaa nao kwenye meza ya maridhiano wanasema kwamba wenzao umewahonga hela ndio maana wanaridhiana na wewe.
wanaitwa walamba asali. Lakini wakati huo wakati ukiendelea wanasikia mtoto wako anashambuliwa na hao ambao wanataka kufanya nao maridhiano. Kwa kuna swala pia la namna ambavyo unatakiwa pia umtafsiri Rais Samia kama binadamu. Kwa maana kwamba sio kwamba anafanya sawa, lakini je, tujiulize ni binadamu gani ambaye anaweza akawa anajaribu kutengeneza amani na watu ambao wao wenyewe amani hawataki. Naam, asante sana ndugu yangu Luqman Maloto kwa kutuacha na swali, lakini naomba tumalizie kwako kakaangu Gwapo Mwakatobe. Tumebakia miezi michache kabla ya uchaguzi. Kama ambavyo umeelezea, nchi inaingia kwenye uchaguzi ikiwa katika msiba wa kidemokrasia, msiba wa mfarakano ndani ya nchi. Kawaida tukio la uchaguzi natakiwa lifanyike wakati ambapo nchi inakwenda pamoja kuamua kuchagua, na baadaye atakayepata uongozi alikuwa kupata aseme kwamba ampe mkono ambaye kapata, tusonge mbele kama taifa. Msiba huu una waliaji wake ambao ni wewe na wenzako wa Tanzania wenzako. Kipi ambacho mnaweza kufanya kufuta msiba huu na kurekebisha ikawa furaha kuingia katika uchaguzi? Kwanza niseme kwamba mambo ambayo amechambua vizuri Luqman Maloto, nimefurahi sana kwa sababu ameonyesha kwamba pande zote mbili kuna matatizo kwenye watawala au rais ambaye amekata tamaa baada ya kushambuliwa sana. Na kweli Maloto namuunga mkono, ni binadamu. Unajua Rais Samia, kama Maloto anakumbuka, aliwahi kusema nina moyo wa nyama, si moyo wa girasi. Hivyo walitaja girasi, nina moyo wa girasi. Hata moyo wa ngumu na moyo wa nyama, kwa naye anaumia, kitukana anaumia sana. Lakini niseme yote aliyoyasema ndugu yangu hapo Maloto inaonyesha kwamba nchi sasa sio taasisi. Serikali yetu sio taasisi, serikali yetu ni mtu. Tunategemea fadhila za rais, tunategemea utashi wa rais, tunategemea maamuzi ya rais ambaye sasa kwa hiyo manake yuko juu ya sheria, yuko juu ya mifumo. Pasipo huyo na nasema haya ndio yalitokea kwa Magufuli. Pamoja na kwamba Magufuli aliapa kuilinda katiba, lakini ni rais ambaye alikuwa juu ya katiba, anaweza kufuta hata maandamano, hata mikutano ya siasa iliyo halali katiba. Huyo alikuwa juu ya katiba. Lakini pia tukiwa na rais ambaye tunatarajia utashi wake, tunategemea maamuzi ya kwake, sio sheria, sio mifumo yetu, tunakuwa tumefika mahali babaya sana. Sababu atakayekuja baada ya Samia naye tutakuwa tunaomba fadhila zake, tutakuwa tunaomba hisani yake, huruma yake. Na hivi ninavyoongea, hati mbaya kwamba hata fedha za nchi zinazotokana na sisi walipa kodi pamoja na mikopo, tunaambiwa ni za rais. Rais ametoa bilioni kadhaa kujenga barabara, rais ametoa bilioni kadhaa kujenga zahanati. Kuna rais ambaye ni mfadhili, kuna rais ambaye ni mhisani wetu. Yamebadilika sana mambo kiasi ambacho tunazungumzia fadhila za rais na sio umma wa wananchi. Katiba yetu inasema madaraka yote yatatokana na wananchi. Sisi ndio wenye nguvu, ndio wenye maamuzi. Kale tunayoamua tunayotaka, kwa mfano mabadiliko ya katiba, rais hayafanye hata kama anatukana, kwa sababu ndio matakwa yetu wananchi. Angalie kile ambacho wananchi wengi wanataka na sio kutukano au kile ambacho wanataka wapinzani. Tumefika mahali ambapo tumetopia njia. Na kushukuru sana kabisa kama Mwakatobe kutuhitimishia maoni mbele ya meza duara hivi leo. Mpenzi msikilizaji, tulikuwa naye hapa pia Nicodemus Minde, mtaalamu na mtafiti katika taasisi ya masuala ya usalama ya Afrika Mashariki ambayo iko Nairobi. Tulikuwa naye pia hapa Luqman Maloto, mchambuzi na mwandishi ambaye makazi yake hapo Dar es Salaam Tanzania, lakini kwa leo hii tumempata akiwa kisiwani Pemba. Naitwa Mohamed Khelef na kwaheri hadi mara nyingine.